Serikali imewasilisha mapendekezo ya ukomo wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2026/27 ikipanga kutumia zaidi ya shilingi trilioni 62. Hili ni ongezeko la zaidi ya 10% kutoka mwaka uliopita. Lakini ukomo huu wa bajeti una maana gani kiuchumi na kwa taifa kwa ujumla? Je, unaashiria ukuaji wa uchumi au ni mahitaji makubwa zaidi ya matumizi ya serikali? Na katika mazingira ambayo serikali inalenga kuongeza mapato ya ndani na wakati huo huo kukopa kwa ajili ya miradi ya maendeleo, wananchi wanapaswa kutarajia nini hasa? Haya ndio maswali tunayoenda kuyachambua leo katika Mizani ya Wiki. Na leo nipo na mchumi CFE Ali Mkimo. Naam. Hongera sana CFE mpya mjini. Kwanza nimesikia kwamba umetunukiwa hiyo CFE hivi karibuni. Nashukuru kwa kweli, yani ni kitu kizuri. Asante sana. Karibu sana. Lakini hapo baadaye pia tutaweza kuwa na mwenyekiti wa kamati ya bunge, kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, Mashimba Ndaki, akiwa katika studio zetu za Dodoma. Lakini pia usisahau nahodha wako katika Mizani ya Wiki juma hili ni mimi Faraja Samu. Na sasa tuanze kwanza kwa kusikia sehemu ya hotuba ya Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar akiwasilisha pendekezo la ukomo wa bajeti mbele ya wabunge Dodoma. Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar ndiye aliyewasilisha mapendekezo hayo ya ukomo wa bajeti mbele ya wabunge wote waliohudhuria mkutano huo. Serikali inakadiria kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni 62,334.2 sawa na ongezeko la 10.3 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025 na 26. Kiwango hiki kimefikiwa baada ya kuzingatia vigezo kadhaa ikiwemo mwenendo halisi wa mapato ya ndani, ukomo wa nakisi ya bajeti usiozidi 3% ya pato la taifa kulingana na makubaliano ya kikanda, ongezeko la deni la taifa, gharama za mikopo na ongezeko la malipo ya mikopo. Na hapa anataja baadhi ya shabaha katika utekelezaji wa bajeti hiyo. Kurasimisha sekta isiyo rasmi, pili, kuhamasisha ulipaji kodi kwa hiari, tatu, kuboresha matumizi ya mashine za risiti za kielektroniki EFDs, kuimarisha na kuunganisha mifumo ya tehama ya ukusanyaji wa mapato, tano, kuhimiza matumizi ya njia za malipo za kibenki na kielektroniki, kurasimisha na kumilikisha ardhi ili kupanua wigo wa mapato, pamoja na kuimarisha miundombinu, mifumo ya vitendea kazi kwa ajili ya kuwezesha mafungu, taasisi na mashirika ya umma kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato yasiyo ya kodi. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo akaainisha baadhi ya vipaumbele. Mpango umeainisha maeneo matano ya kipaumbele kwa kuzingatia maudhui ya mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano FIDP4 na ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 pamoja na maono na maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoyatoa kupitia hotuba yake ya kulifungua bunge la 13 na hotuba zingine ambazo amezitoa tangu alipoapishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja ya eneo kubwa la utofauti la mpango huu ukilinganisha mipango iliyopita ni kutambuliwa bayana kwa ushiriki na mchango wa sekta binafsi katika kufanikisha utekelezaji wa mpango huu wa maendeleo. Kuhusu mwenendo wa deni la serikali, hadi Disemba 2025 lilikuwa ni zaidi ya shilingi bilioni 109 ikilinganishwa na shilingi bilioni 93.6 katika kipindi kama hicho mwaka 2024, ambapo ongezeko la deni limetokana na serikali kuendelea kupokea fedha za mikopo kutoka vyanzo mbalimbali kwa ajili ya kugharimia miradi ya maendeleo. Joyce Mwakalinga, Azam News, Dodoma. Tumesikia hiyo sehemu ya hotuba ya Waziri wa Fedha na taarifa nyingine katika uwasilishaji huo. Ali, tumesikia ukomo wa bajeti. Ni nini hasa na una maana gani kuelekea kwenye bajeti kuu? Shukran sana. Hiyo kitaalamu tunaita budget ceiling. Tunasema ni pale mwisho ambako mmepanga kukusanya na kutumia, sio approved budget yenyewe bado haijapitishwa, kuna utaratibu utakaofuata, lakini hiyo inafahamika kama budget ceiling, yani yale malengo ambayo mmejiwekea kwamba so far sisi hadi kufikia wakati huo tunahitaji kutumia kiasi hiki, kukusanya na kutumia kiasi hiki. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine unasema ni budget ceiling, ni ule ukomo ambao umewekwa wa kiasi ambacho
mwisho, mmepanga kwenda kukusanya, at the same time mnajua kabisa mtakuwa mkitumia fedha hizo. Kwa hiyo si approved budget, ifahamike, bado haijathibitishwa, tunasema haijaidhinishwa kupitishwa, kusema kwamba ndio budget sasa inakwenda kutumika, lakini yenyewe tunasema ni ile ceiling, ule ukomo ambao mmeweka. Sasa huu ukomo uliowekwa unaweza kupungua kwa kiasi gani? Kuna limit, kuna kiwango cha mwisho cha kupungua ama kuongezeka zaidi ya pendekezo? Of course inategemea na sera ambazo zinatanabaishwa, mfano sera za kifedha ambazo zimekuwepo, budget za kisekta jinsi ambavyo zilivyokaa, makubaliano yenu jinsi ambavyo yanakwenda, lakini pia kulingana na hali jinsi ambavyo inakwenda kuelekea kwenye budget, kuelekea kwenye bajeti kuu, mnaona nini? Mnaona vitu vya aina gani ambavyo mnaweza mkapunguza au mkaongeza? Inategemea, lakini pia kwa sababu najua kilichoangaliwa hapa ni budget za taasisi pamoja na zile budget za kisekta pia, zote kwa ujumla kwa pamoja ndizo ambazo zimeainisha mpango huu kuelekea huko. Kwa hiyo kuelekea kwenye bajeti kuu mnaangalia sasa nyinyi wenyewe kuona, je, kuna mageuzi mbalimbali ya kisera yatakuwepo, mageuzi mbalimbali ya matumizi, vyanzo vya mapato, kwa sababu unajua budget ni makadirio ya mapato na matumizi kwa kuviangalia vyanzo mbalimbali, si fedha ambazo zipo sehemu fulani basi tunachota tunakwenda kuzitumia. Hapana, yale ni makadirio, zile fedha hazipo bado. Hii zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 62 si kwamba kipo sehemu kinakwenda kuchukuliwa, bado hakipo, ni makadirio ya mapato na matumizi, yani mmepanga kwenda kukusanya na kisha kwenda kutumia. Kwa hiyo itategemea. Kwa hiyo Ali, serikali imependekeza ukomo wa bajeti wa zaidi ya shilingi trilioni 2. Ni ongezeko la zaidi ya 10% ya bajeti iliyopitishwa mwaka uliopita wa fedha. Ina maana gani kwenye uchumi? Kuna kitu kimoja, ukiona kuna ongezeko kama hilo la zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 62, ukiangalia picha unayoipata ni ukuaji wa uchumi. Yani unajua uchumi umekuwa ukikua ndio unasababisha pia uongezeke kiasi hicho, sababu unajua ukiwa kuna economic contraction, mfano uchumi unasinyaa, ni ngumu sana wewe kuongeza budget. Hata tu nyumbani kwenye household economy, inapotokea kipato chako ni kidogo, basi wewe huwezi kuongeza budget. Zaidi utaikaribisha budget deficit na kisi ya bajeti. Ndio ambayo ulisikia waziri wa fedha Balozi Omar amezungumza, hii tunaita ni nakisi ya bajeti, inapotokea una matumizi makubwa kuliko mapato yako. Kwa hiyo kunaonesha kuna ukuaji wa uchumi, ndio maana budget imekuwa ikiongezeka. Angalia kutokea pale kwenye uviko mwaka 2020 njoo 2021, kutoka kwenye ukuaji wa uchumi wa 4.8 njoo na kwenda hadi mwaka 2025, wengine wanaonasibisha kukua kwa 5.5, wengine wanaopeleka hadi 5.9, na mwaka huu umepangwa kukua kwa zaidi ya 6%. Kwa hiyo unaona kuna hiyo growth. Sasa kama kuna huo ukuaji wanasema sahihi kabisa, kama kuna huo ukuaji ambao unatupeleka huko, ndio unaosababisha na wewe pia uongeze budget. Kwa hiyo tunaita expansionary fiscal stance, ndicho kinachoongezeka hapa. Nitarejea kwako CFE. Shukrani sana. Sasa kamati ya bunge ya bajeti inalo jukumu la kuipitia na kuishauri serikali namna bora ya kuhusu ukomo wa bajeti iliyopendekezwa. Sasa tumsikie mwenyekiti wa kamati hiyo Mashimba Ndaki ana mtazamo gani na katika bajeti hii ukomo huu wa bajeti uliopendekezwa. Mwaka 2026-27 serikali itatumia kiasi cha shilingi trilioni 62.3, na sisi kamati ya bajeti ndio tumekabidhiwa ukomo pamoja na mipango ya serikali itakayotekelezwa. Kwa hiyo tunaamini kwa kiwango hicho cha budget serikali itaweza kutekeleza mipango ambayo sisi tumekwisha kuiona kama bunge, lakini pia tunaamini kwamba serikali kwa kuainisha mapato ambayo njia mbalimbali za mapato ambayo itazitumia kupata hizo fedha, tunaamini kwamba fedha inaweza kupatikana. Serikali imekadiria kwamba itakusanya trilioni 36.9, karibu trilioni 37 kupitia mapato ya kodi, na mapato mengine yanayobaki ni mapato ambayo yatatokana na misaada, yatatokana na mapato ya serikali za mitaa, yatatokana na mapato yatakayotokana na serikali kukopa kibiashara na serikali kukopa kupitia mikopo ya masharti nafuu. Huyo ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bajeti, kamati ya bunge ya bajeti. Na sasa hebu tuangalie miaka 5 iliyopita hali ilikuweje kwenye bajeti.
Ali, Naam. Ukitazama tangu mwaka 2020 na bajeti 21-22 mwaka wa fedha tulikuwa na trilioni 36, ikapanda mwaka wa fedha 22-23 tukawa na trilioni 41, mwaka uliofuata ikafuata trilioni 44, 24-25 trilioni 47.4, na mwaka uliopita wa fedha 25-26 trilioni 56.4, na sasa inapendekezwa trilioni 62. Ndio. Tuanze kwa hapa. Hili ongezeko unalionaje? Na hii ndio ile ambayo nilikwambia mwanzo, nilikwambia kabla ya uviko, ukiangalia 2020 kuelekea sasa, tunasema baada ya uviko, ile COVID-19, yes, mwaka 2020 nafikiri Machi, yes, baada ya kuwa imetamatika sasa, changamoto za uviko na kuzoea kusema kwamba ugonjwa upo, sasa tunaendelea kuishi nao, tunakabiliana nao. Sahihi. Tuanzie 2021, unaona ukuaji wa 4.8 ndio ambao umetupeleka sasa kuona ile ongezeko. Unaona uchumi umeendelea kuwa ukiendelea kukua, unaona ulifikia 5% na zaidi. Tunazungumza hapa kwenye 47 ya 24-25. Sahihi kabisa. Ukija ukafika hapa kwenye trilioni 56.49, ina maana hapa tunazungumzia ukuaji wa 5.9, wengine wanapeleka hadi 5.5. Kwa hiyo kadri ambavyo uchumi umeendelea kukua ndivyo ambavyo na ongezeko la budget linaongezeka. Ndio nilikuwa nikikwambia expansionary fiscal stance, kwa maana kwamba wanaongeza matumizi ili kuzidi kukuza uchumi. Kwenye sera fiscal policy, hii ni sera ya kodi na matumizi. Mara nyingi serikali wanachokiangalia ili kuongeza ukuaji wa uchumi na mzunguko wa fedha, kinachofanyika ni kuongeza matumizi ya serikali. Serikali ikitumia haitumii shilingi 10,000 au 15,000. Wao wanatumia trillions of money. Wanatumia mabilioni ya fedha kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo. Angalia bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere, angalia reli ya SGR, angalia aina ya miradi mbalimbali, madaraja, yote hayo yanalenga kwenye kuongeza ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo huu ili ongezeko unaoliona hapa inatokana na percentages za ukuaji wa uchumi, japo kuna kazi pia kubwa ya kufanya. Sasa ukisema ukuaji wa uchumi unamhusisha vipi mtu moja moja, uchumi wa mtu moja moja? Huo tafsiri ya ukuaji wa uchumi unaizungumzia inamaanisha mwaka wa fedha 2021-22 kuelekea 22-23 na kadri hii budget tunavyoona ilikuwa ikipanda, ni kwamba mfuko wa mtu moja moja uliongezeka fedha ama nini kiliongezeka? Sasa kuna tafsiri moja inabidi tuielewe. Kuna kitu kimoja watu wanachanganya. Kuna economic growth na economic development. Kuna ukuaji wa uchumi na maendeleo ya uchumi. Ukuaji wa uchumi ndio tunaozungumzia hapa, ni ukuaji wa GDP, ile pato la taifa, ambako tunaangalia uzalishaji ulivyofanyika viwandani, matumizi ya serikali jinsi ambavyo walivyokuwepo ili kuendelea kuongeza ukuaji wa uchumi. Alafu economic development sasa ndio tunakwenda kuugusa uchumi wa mtu mmoja mmoja kwenye mfuko wake. Sasa hii inatokana na namna gani taasisi zimekuwa zikifungamanisha shughuli za uzalishaji na wananchi kwenye maeneo husika. Hapa tunazungumzia economic development, kwa sababu kuna economic growth ndio ukuaji wa GDP, alafu tuna economic development. Sasa ule ufungamanishwaji kwenye pato la mtu mmoja mmoja, hii ni economic development. Nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikipambana kwenye kuongeza huu ukuaji wa uchumi, economic growth, ije kwenye economic development. Ndio maana unaweza kuona kuna miradi ya uzalishwaji na nchi zinafanikiwa. Sehemu zinafanikiwa, lakini inclusive economy ni harama. Tuangazie budget pendekezwa ya mwaka huu. Sasa huu ni ulinganisho wa budget ya mwaka huu inayopendekezwa pamoja na budget ambayo iliidhinishwa na iliyoboreshwa ya mwaka wa fedha 25-26. Tukiangalia jumla ya mapato, hapa kuna trilioni 41 na inayopendekezwa ni 46. Hebu tuiweke sawa. Ndio. Hii ni budget inayopendekezwa 46, lakini tumesema serikali imeomba imependekeza ukomo wa bajeti wa shilingi trilioni 62. Ndio. Inatoka wapi? Bona namba ni 46 hapa. Sasa wewe umejumuisha na mikopo ndani yake, umejumuisha na misaada pia. Umejumuisha kiasi cha shilingi zaidi ya kiasi cha shilingi bilioni 563 ile ya misaada ambayo imepungua kama nusu hivi kutoka kwenye kiasi cha zaidi ya shilingi trilioni 1 ambayo ni hii hapa. Misaada. Yes. Hii hapa imepungua kwa 39%, kwa sababu ya sera za kimataifa jinsi ambavyo zilibadilika. Na of course hiyo ni mada pana kidogo. Hapa unachokiona kuna tax revenue na non tax revenue. Kuna mapato ya kodi na yasiyo ya kodi. Mapato ya kodi ni zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 36. Ipo kwenye 36.9 hivi. Alafu unazungumzia this is tax revenue. Alafu kuna non-tax revenue, mapato yasiyo ya kodi, ambayo yenyewe ndio haya unayoona hapa, zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 9.
trilioni 9.2. Hii ni non-tax revenue, mapato yasiyo ya kodi. Ambayo haya ndio yanaitwa mapato mengine. Sahihi kabisa. Okay. Unaposikia gawio, serikali inapokea gawio, ada, tozo za aina mbalimbali. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo tutegemee tozo litaongezeka na hayo mapato mengine kwa 13%. Ndio inamaanisha hivyo? Haimaanishi kama ni tozo zitaongezeka au hayo mapato mengine ni kwa ujumla wake. Kwa ujumla ni ufanisi wa taasisi. Okay. Namna gani taasisi zinakwenda kuongeza zaidi ufanisi. Kazi kubwa tulionao iko hapa kwenye mapato ya kodi. Yes. Ambayo sasa inasemekana wanaolipa ni wachache. Kwa tuongeze tax base. Yaani hiyo sasa inaongezwaje? Tunarasimisha. Unapaswa kurasimisha biashara nyingi ndogo ndogo. Unajua mfano kwa kwetu sisi, shukrani sana. Ukijaribu kuangalia kwa Tanzania, tax base inaonekana bado ni ndogo. Unahitaji kuwa na kitu nakiita tax to GDP. Ukisema tax base unamaanisha nini? Namaanisha wigo walipa kodi. Na huo wigo tunaongeza watu, idadi ya watu wanaolipa, au tunaongeza kiwango cha watu kulipa kodi? Idadi ya watu wanaolipa kodi. Of course hata kiwango cha kulipa kodi, lakini kisiwe kwa watu wale. Okay. Unakuwa ni mzigo mkubwa umetwishwa kwa watu wale. Ukiongeza wigo walipa kodi, ina maana unajua tuna sekta nyingi sana ambazo ni informal sectors, sekta zisizo rasmi. Mfano angalia mamalishe, angalia bodaboda, lakini pia angalia sekta mbalimbali ambazo unazifahamu zina watu wengi wanaofanya kwenye hizo shughuli, kwenye hizo sekta, lakini ukiangalia sekta zile hawajarasimishwa. Zaidi ya 72% ni informal sectors na zinachangia hadi 49 hadi 50 ya uchumi wetu. Informal sectors. Nini kinatufanya tushinde kufika huko? Tutarejea, tunapata mapumziko mafupi. Hii ni Mizani ya Wiki. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Bajeti ndio ina jukumu ya kupitia na pia kuidhinisha pendekezo hili la ukomo wa bajeti. Sasa ni rahisi kiasi gani ama ngumu kiasi gani kwa kamati hii kuidhinisha bajeti hii pendekezwa ama ukomo wa bajeti uliowasilishwa na serikali? Linakuwa si gumu sana kulipitisha ikiwa wabunge kwa maana ya wawakilishi wa wananchi wanaona kwamba ukomo wa bajeti uliowekwa na mipango ya serikali iliyowekwa pengine inalingana, inaweza kuleta matokeo yaliyo mazuri kwa wananchi. Kwa hiyo ukikuta jambo limekaa namna hiyo, si ngumu sana kupitisha ukomo. Lakini ukomo wa bajeti inakuwa ngumu kupitisha ikiwa wananchi kwa maana ya bunge likaangalia mipango ya serikali ilivyopangwa, pengine haigusi wananchi walio wengi au inagusa wananchi wachache kwa maeneo madogo, basi mjadala utakuwa mkubwa, utakuwa mgumu. Lakini kama shughuli zilizopangwa na kama tulivyoona mwanzoni zilivyopangwa, mwelekeo sio mbaya sana. Kwa hiyo tunatarajia kwamba ni kweli utakuwepo na namna ya ushauri kama jukumu la bunge kwa serikali, kwamba kuna maeneo ambayo itabidi yaangaliwe, yapitiwe upya ili kuboresha na kuhakikisha kwamba ukomo uliowekwa wa kibudget basi unaenda kwenye maeneo ambayo ni muhimu kwa wananchi, ni muhimu kwa Watanzania ili iweze Ni ngumu au ni rahisi? Umemsikia mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Bajeti akisema namna gani ni ngumu ama ni rahisi kupitisha ama kuidhinisha pendekezo la ukomo wa bajeti. Serikali inataka kwenye mapato ya ndani iweze kuongeza mapato ya ndani hadi 17%. Ina maana gani kwa mwananchi wa kawaida? Ali. Ina maana kwamba tunahitaji kwanza tuwe na self reliance economy, uchumi wa kujitegemea. Kwa sababu ukiangalia sehemu kubwa, ukiangalia hii budget hata ile iliyopita, ukiangalia ambayo hii tunasema inakwenda kutamatika mwezi wa 6, yenyewe inafika takriban 70% hivi ni makusanyo ya ndani. Na hata sasa hivi ni 74.2%. Makusanyo yote ya ndani ndio ambayo anakwenda kuilisha budget. Sasa unapata tu picha kwamba ni aina ya budget ambayo inahitaji zaidi ukusanyaji wa kodi, mapato ya ndani. Tunasema yale mapato ya kodi na yasiyo ya kikodi. Kuna ufanisi
wa yale mashirika ya umma utayategemea afanye vizuri zaidi ili yachangie vilivyo gawio. And of course nimeona ukiangalia hata kwa siku za hivi karibuni unaona wamekuwa wakichangia vilivyo. Kuna ufanisi umeongezeka kwa ukubwa huo. Sasa tuongeze zaidi ili tuzidi kuongeza mapato zaidi upande huo. Lakini pia ukija huku kwenye eneo la kodi sasa ndio pale ambako tunazungumzia urasimishaji wa biashara nyingi ndogo ndogo ili zilipie kodi. Na hapa sasa tunakuja kwenye eneo moja kwamba tufanye tafiti zaidi tugundue urasimishaji kwa nini unaonekana wakati mwingine ni adhabu na sio fursa. Yaani urasimishaji unapaswa kuonekana ni fursa na sio adhabu. Tufungamanishe uwezeshwaji na urasimishaji. Yaani leo hii nikikurasimisha wewe bodaboda utakwenda kuwa na urahisi wa kupewa mkopo kwenye taasisi za kifedha. Kwa hiyo wengi wakiona kuna fursa na sio adhabu basi utaona wengi wakielekea huko. Sasa mtazamo pia kwamba unaporasimishwa pia utitiri wa kodi unakufuatilia. Sasa ndio huo mtazamo tunapaswa kuondoa ili turasimishe watu wengi zaidi. Kwanza kuna haja ya kuziunganisha of course baadhi ya kodi lakini tukiongeza wigo walipa kodi wengi. Unajua wakati mwingine mimi huwa nasema kitu kimoja, hizi multiple taxation na double taxation, yani kodi nyingi na kodi zilizo mara mbili kwa Afrika zinakuwa ngumu kwa sababu tax base ni ndogo. Tax to GDP inapaswa kuwa kubwa, yani mchango wa kodi kwenye pato unapaswa kuwa kubwa. Mfano ukiangalia kwetu kwenye 11% hadi 13% hivi, wakati huo unategemea kwenye sub-Saharan countries vigezo walivyoweka ni 16% hadi 18% nchi za sub-Saharan, alafu upo kwenye 11 hadi 13. Kwa hiyo unahitaji kuongeza zaidi. Kumbuka last time nimeangalia nimeona kuna walipa kodi waliosajiliwa ni takriban milioni 7 hivi, lakini kumbuka una nguvu kazi zaidi ya takriban milioni 30. Unapata tu picha bado kuna gap kubwa sana. Kwa hiyo turasimishe, lakini pia tufanye graduation za mtu kutoka kuwa machinga au mfanya biashara sasa ambaye anaweza akalipa kodi kwa ukubwa huo. Tutajadili kwa urefu wakati mwingine swala hilo, lakini kwa kuhitimisha, ni mambo gani hasa mwananchi anapaswa kuyafuatilia tunapoelekea kwenye bunge la bajeti? Mambo ya msingi ambayo mwananchi anapaswa kuyamulika kwa jicho la pekee. Kwanza uwezeshwaji wa wananchi kiuchumi, hili ni eneo muhimu la kuliangalia sana. Kwa sababu kwenye bajeti kuu yanaainishwa na maeneo ya uwezeshwaji wa wananchi kiuchumi. Mfano ile mikopo inayotoka, uwezeshwaji unaweza kufanyika kupitia taasisi mbalimbali za kifedha, sera za kifedha, monetary policies, sera ambazo benki kuu anaziweka, lakini pia tunakuja kwenye fiscal policy, matumizi ya serikali na kodi. Eneo la kodi ni muhimu sana. Kwa sababu moja kati ya maeneo ambayo huwa yanazoa mijadala baada ya bajeti kuu kupitishwa ni bidhaa mbalimbali ambazo zimeongezwa kodi. Unaona na kuna changamoto moja. Mara nyingi huwa tunajadili mijadala ya kodi huoni mara nyingi kizungumzo wakati tunafanya mijadala, na hata siku ambayo bajeti kuu inawasilishwa ikianza kutekelezwa kwenye fiscal year pale inapoanza ndio kazi inaanza. Ndio unaona sasa watu wanaanza kuzungumza kuna bidhaa fulani imeongezewa kodi. Unasema lakini mbona ilikuwepo na tulijadili. Kwa hiyo vitu vya aina hiyo ni vya kuvifuatilia na kuvijua. Kumbuka hii bajeti hii ndio inayoenda kuanza kutekeleza dira 2050 tufikie uchumi wa dola trilioni 1 ifikapo 2050. Na wewe kama mchumi unaona hili lina kwa picha ya pendekezo hili la ukomo kwa ufupi sana inatupeleka kwenye kutekeleza hiyo dira tunayoanza sasa, msingi unajengwa mwaka huu. Kumbuka annually tunahitaji ukuaji wa uchumi wa 8%. Kila mwaka tusishuke zaidi ya hapo. Na pendekezo sasa hivi inaonekana ni 6.3. Yes, tusishuke zaidi. Kama tunaweza kuongeza zaidi inaweza kutusaidia sana. Kwa hiyo tunahitaji of course kufanya vizuri zaidi. Na ongezeko la budget linaonyesha kwamba imelengwa hiyo. Sababu kama ambavyo nimekwambia hii tunasema ni expansionary policy, kwamba imelenga zaidi kwenye kuongeza matumizi kwa sababu tuna miradi mbalimbali ya maendeleo ili kwenye kuongeza pia ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo nitasema inawezekana kwa sababu kadri ambavyo unatumia zaidi ndivyo ambavyo unaukuza zaidi ukuaji wa uchumi kwenye mifumo ya kiuchumi. Kwa sababu serikali ikiongeza matumizi yake tegemea pia kuona uchumi ukikua. Akipunguza pia sana wakati mwingine matumizi basi na uchumi nao pia unaweza contract. Yes. Asante sana Ali Mkimo, CFE. Nisisahau hilo. Usisahau kabisa ndugu yangu. Ni CFE na leo kwa mara ya kwanza ameanza kufanyia kazi CFE yake Ali Mkimo. Asante sana Ali Mkimo. Na huu ndio mjadala wetu wa leo katika Mizani ya Wiki, tukichambua mapendekezo ya ukomo wa bajeti ya mwaka wa fedha 2026/27 na mwelekeo wa uchumi wa Tanzania. Shukrani nyingi kwa mchumi Ali Mkimo, lakini pia tumemsikia mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti Mashimba Ndaki. Bajeti kamili bado inatarajiwa kuwasilishwa bungeni, lakini mjadala wa leo umetupa picha ya mwelekeo wa sera za uchumi na kile ambacho wananchi wanaweza kutarajia katika mwaka ujao wa fedha. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa Mizani ya Wiki juma hili, mimi ni Faraja Samo. Kwa heri.